Huyo alitupa tu mfuko wa takataka kwa urahisi. Sekunde inayofuata, watu wengi matajiri waliibiana kuipata, walipigania kidonge kimoja. Kwa sababu mtu yeyote aliyekichukua, maisha yake yangerekebiwa. Hata vipande vyake vilipokuwa vimeanguka kwenye ua lililokauka, ua lile liliweza kuchanua tena. Lakini mwanamume huyo hakujua madhara ya vidonge hivyo, na akalichukua kama kitafunio. Alidhani vidonge alivyokuwa akitengeneza kwa miaka yote hayo vilikuwa bila manufaa. Kwa hivyo alitupa visivyoliwa. Matokeo yake watu matajiri walikuja kuvichukua na kuanzisha upya kila siku. Hakuelewa hili, na kisha akatoka mmoja kati ya watu matajiri alienda moja kwa moja nyumbani baada ya kuchukua kidonge. Alimlisha mtoto wake wa kike aliyekuwa akikufa kile kidonge. Hali ya binti yake iliboresha, lakini ili kupona kabisa, tiba ya mizizi ilikuwa ya lazima. Kwa hivyo tajiri huyo alituma watu kumkamata mwanaume huyo mara moja. Aliahidi kumzawadia kwa kiasi kikubwa cha dhahabu ikiwa angeweza kumponesa binti yake. Mwanamume huyo hakujua kuwa alikuwa na uwezo wa kuponya, lakini ili kupata pesa za ziada, aliamua kujaribu. Hata hivyo, alipomgusa mwili wa msichana huyo, aligundua alikuwa tayari amekufa. Alipendekeza tajiri huyo amzike haraka iwezekanavyo. Kusikia hili, tajiri huyo alikasirika sana. Mwanamume huyo alikuwa karibu kukimbia. Tajiri huyo alimzuia kwa kasi kama roketi na kumshambulia, lakini mwanamume huyo alibaki bila jeraha. Kila mtu alishangazwa na hili. Tajiri huyo alitambua mwanamume huyo anaweza kuwa mtaalamu aliyejificha. Kwa hivyo alipiga magoti na kumwomba amponye binti yake. Kwa kutokuwa na budi, mwanamume huyo akatoa nusu ya kidonge alichokuwa ametengeneza. Alimlisha msichana huyo, kisha akapuliza pumzi kwa upole kwenye mdomo wa msichana huyo. Kuangalia hili, ndugu na marafiki wa msichana huyo walidhani alikuwa anamdharau. Waliamua kumfundisha mwanamume huyo somo, lakini tajiri huyo alijua hawakuweza kumdhuru mtu huyu. Kwa hivyo alimwacha mwanamume huyo aondoke. Baada ya mwanamume huyo kuondoka, tajiri huyo kwa huzuni alikaa kando ya binti yake. Aliamua kufanya maziko siku iliyofuata, lakini wakati huo mwanga wa upinde wa mvua ulifunika ghafla binti yake. Ni kidonge cha mwanamume huyo kilianza kuchukua nafasi.